Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Vizaza Media. Kama ndo mara yako ya kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Esma na Zuchu pamoja na mama Dangote watembelea shambani kwao, na pia tumeweza kuona na ni namna gani ambavyo Zuchu sasa hivi ana ukaribu mkubwa na mama yake mkwe, na wengi wao hawakuweza kutegemea hili na wakasema kwamba kuna namna fulani hivi Zuchu anachukuliwa kama dada wa kazi, lakini wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwaje, kwa sababu tunajua na tunaona ni namna gani ambavyo wamekuwa wakipambana kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Lakini licha ya yote hayo, baada ya kuweza kutoka shamba, Zuchu alionekana kuchoka sana. Mama yake mkwe akawa anamtania na kumwambia kwamba tumefanya vikazi vidogo, wewe tayari umeshachoka, hebu acha uvivu mwanangu, ndo kwanza muda bado, lakini tayari ushaanza uvivu. Mimi sitaki uwe mvivu wa namna hiyo. Sasa huu ni utani ambao ulikuwa unaendelea baina ya wifi pamoja na mama mkwe, na tumeweza kuona watu wengi waliweza kuongea vitu vingi na kusema kwamba kiukweli yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea, na tusipokuwa makini basi tutajikuta kila mtego wa watu ambao wanauleta kwetu tunaoingia. Tunatakiwa kuweza kuishi kwa amani na kwa upendo kwa 100%. Hii ndiyo nguzo yetu ambayo itatufanya tudumishe maisha yetu yote kiujumla. Na pia tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka na kusema kwamba kwa hiki kinachoendelea sasa, wacha tuendelee kukaa kimya, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea. Lakini mwisho hayo yote tumeweza kuona ni namna gani ambavyo mambo yalivyopamba moto, na wengi wao waliweza kufunguka na kusema kwamba kwa haya yanayoendelea kwa sasa, bibi Zuchu anatakiwa kuweza kuwa karibu sana na mama Dangote, wamalize tofauti zao kama hivi ambavyo tunavyowaona. Kiukweli hili jambo watu wengi wameliongea kwa uchungu, na wakasema kwamba yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuona akipata amani ya moyo wake kutokana na yale ambayo yanayoongeleka pia. Na pia tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka na kusema kwamba kiukweli tunaongea ule uhalisia, ni kwamba bibi Zuchu amepitia nyakati ngumu sana katika maisha yake, hivyo wacha tuendelee kumwombea, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo amekuwa akiyapitia, na yeye binafsi watu wengi hawakuweza kutegemea kama angefika mpaka hapo alipo kwa mambo ambayo yaliyokuwa yanaendelea. Na pia tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka na kusema kwamba kiukweli kwa upande wa Zuchu anastahili pongezi na anastahili kupewa tunzo. Dada ambaye aliyemvumilia mwanaume ambaye aliyemsaliti kwa macho yake, lakini bado akaendelea kumvumilia. Hongera ziende kwake, na pia anatamani kuweza kuona kila kitu kwa upande wake kikiwa sawa kabisa.